Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mbuzi. Kuongea na mtu kwa muda mrefu. Kuifurahia siku. Utatoa msaada kwa mwenye uhitaji. Kushirikishwa jambo muhimu. Kurejesha maelewano ya watu. Kuweka pesa kwa jambo maalumu ulioipangia siku ikifika. Mtu atakupatia kitu cha kumbukizi. Mbuzi, uwe na siku njema yenye furaha na ulinzi. Nyota ya mashuke. Kufanya maombi sana kwa ajili yako na familia. Kuona kitu kilichojivingirisha kama nyoka kwenye mti. Inakujulisha upo karibu kujua ukweli na kufikia tamati kwa jambo. Kupata kitu ulichokuwa unakitaja mara kwa mara. Kutamani uache tabia fulani hivyo utajaribu. Kusameheana na mtu. Kupata pesa asubuhi sana. Itakujulisha mwanzo mpya umeupokea vizuri. Mashuke, mwongozo mzuri uwe na wewe daima. Nyota ya ng'ombe. Kupata ujumbe wa mahusiano ya watu. Kuelewana na mtu kwa uzuri tofauti na siku zote. Kupita sehemu yenye watu wengi na kujihisi aibu. Utakuwa mwenye kusahau au kupotezea kitu. Mlio wa kitu kukushtua. Kuhisi mtu anakupenda. Ng'ombe, heri na baraka ikuangazie daima. Nyota ya mapacha. Kutumia pesa kiuangalifu. Kuacha au kupunguza visa vinavyomuumiza mtu. Kupata taarifa ya kuzaliwa kwa mtoto. Kupata tiba ya tumbo. Kuzingatia usalama wako wa afya na mali pia. Mapacha. Baraka na heri ziweze kutimia kwako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nyota ya mizani. Kupata wazo zuri utakalolifanyia kazi. Matendo ya mtu yatakufunza. Kutamani kitu cha zamani ulichokuwa nacho. Kushika pesa ya zamani. Kuna nguvu itakayotenda kwako kuondosha tatizo. Utahisi utapata mabadiliko makubwa kwenye maisha yako hivi karibuni. Hisia zako kwa mtu kupungua. Kutamani kitu kisiishe kwa haraka. Mabega kuuma. Mizani. Mafanikio mema ya kufikia kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Nyota ya ndoo. Kuona nyumba nyingi za wadudu. Utapata heri kubwa mwanzo wa mwaka huu. Mtu anapata unafuu zaidi anapokuwa na wewe. Kuunguza chakula. Kuhisi kama umelisikia neno fulani kutoka kwa mtoto mdogo. Ndoo. Kila la heri likufikie kwa wakati sahihi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nyota ya mshale. Tarehe 5 itakuwa bora kwako kwa kupata kitu. Kutaka kumsamehe mtu. Kuongezeka kwa taratibu mpya kwa kazi. Kujua namna ya kupata kitu kiurahisi. Wakati huu ni wa kulipa wema uliofanyiwa na mtu. Utahisi amani na furaha kufanya hivyo. Kumaliza jambo gumu lililokuwa linakutesa. Mshale. Fanya toba ya kweli kwa ulioyakosea. Mwenyezi Mungu akujalie mwongozo sahihi na baraka kwa kila jema lako. Nyota ya punda. Kufikisha ujumbe kwa mafumbo. Mtu anakukwaza sana. Utajitahidi kuvumilia kitu. Kupata ushawishi wa jambo. Moyo wako kukuuma. Kupokea ujumbe wenye maombi mazuri kutoka kwa mtu unayemfahamu au usiyemfahamu. Kuchubuka ulimi. Punda. Kuwa msikivu na mwelewa. Ruhusu amani ya moyo itawale. Mwenyezi Mungu akujalie ujasiri zaidi na heri ikufikie. Nyota ya simba. Kuhakiki kitu zaidi ya mara moja. Lugha ya mtu itakuchanganya kwa neno alilolitamka. Kusitisha kitu ulichokipanga. Mtu ataongea mengi kwako. Utahitaji kuwa bora na kupata baraka kutoka kwa watu unaowaamini na kuwapenda. Simba, unapata uhuru sasa. Njia zako za heri zinakupa mwelekeo kwa kuamua kufanya na kuzingatia. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu maombi yako yatajibiwa kwa wakati mzuri. Nyota ya samaki. Kuanzisha urafiki wa kudumu na mtu. Kuizoea kazi yako. Kufanikiwa kwa ukubwa kuziepuka changamoto. Kuhisi utahitajika sehemu. Kutoa ushuhuda. Kuzidishiwa kitu katika utoaji au ununuzi. Samaki.
Kwa sasa ni wakati wa kushukuru kwa mengi yaliyokufikisha hapo. Mwenyezi Mungu ana sababu kubwa ya wewe kuwa kwenye hatua muhimu. Kila uliombalo upate wepesi zaidi wa kutimia. Nyota ya Kaa. Mtu atahitaji kuonana na wewe. Kufanya mtu ajihisi amani sasa. Kupotezea suala la mtu ili asijihisi mpweke au mkosaji sana. Utampa muda kubadilika mwenyewe atakavyo. Kuweka vitu vingi kwenye simu yako na baadaye kuanza kuvifuta. Unapewa tahadhari ya kutomwamini mtu fulani. Ila unazidi kumpa muda. Utafichua tatizo la mtu. Kaa. Kila hatua yako njema iwe na nguvu zaidi ya kukufikisha pazuri kwenye malengo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nyota ya Nge. Kuwashwa sana. Kuhisi una tatizo. Kudhibiti jambo kwa haraka. Kufanya uchochezi wa kitu kutokea. Kuungana na mtu tena. Kutabasamu au kucheka ukiwazia kitu. Kutuma picha kwa mtu. Kuhitaji uanze mwaka vizuri na kufanya maombi kila wakati. Nge. Kuwa katika njia ya haki, ubora, uwekezaji. Malengo makuu yatimie kwa ukubwa kwako kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Uwe na siku njema yenye furaha na amani. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.